Ndugu zangu, habari za jioni. Poleni na majukumu, na ninawashukuru sana kwa kuitikia wito. Najua jana mlikuwa na mwenyekiti wetu wa kanda hapa, Mheshimiwa Sugu, kwa ajili ya kuwapa ratiba za operation inayoanza ya kanda, lakini leo kipekee sisi kama viongozi wa mkoa tumeona tuwaiteni kwa ajili ya kuwajulisha tukio kubwa na rasmi ambalo linaenda kutokea kwenye mkoa wetu wa Mbeya. Tarehe 23 tutakuwa tuna mkutano mkubwa wa hadhara ambao utakuwa ni mkutano wa uzinduzi wa operation ya No Reform No Election, ambapo mkutano huo tutakuwa na viongozi wote wa kitaifa. Yaani tutakuwa tuna full set ya viongozi wa kitaifa. Kamati kuu yote ya Chadema itakuwepo mkoa wa Mbeya. Kwa nafikiri kwa mwaka huu tukio kubwa kabisa la kihistoria ambalo tunakwenda kuandika ni hii heshima ambayo chama kimetupatia wana Mbeya kuandaa mkutano wa kuzindua operation maalum ambayo itakuwa ina sura ya kitaifa na ndiyo ambayo inakwenda kutoa dira ya uchaguzi wa mwaka huu wa 2025. Kwa hiyo jambo kubwa, tumekuja hapa kuwaona wanahabari ili kuwahabarisha wana Mbeya wote mkoa mzima kwamba tarehe 23 tunahitaji wananchi wote waweze kufika kwenye viwanja vya mkutano vya Ruanda-Nzovwe kwa ajili ya kushuhudia mkutano huu wa kihistoria. Tunajua wengi wanajiuliza tunaendaje kwenye uchaguzi. Sasa mkutano huu utakuwa unatoa majibu na utatoa dira ya tunaendaje mbele kuhakikisha tunashirikiji uchaguzi wa mwaka huu. Kwa hiyo muhimu tu, jambo la leo ni jambo moja, kwamba wananchi wote wanapaswa kuhudhuria mkutano huu. Kwa maana hiyo mkoa wetu wa Mbeya kwa wilaya zake zote 5 pamoja na majimbo ya uchaguzi wote, watu wa Rungwe, Kyela, Busokelo, Chunya, Lupa, Mbeya mjini, Mbeya vijijini, Mbalali, wote tukutane Mbeya kwa ajili ya tukio la kukaribisha viongozi wetu wa kitaifa. Tutakuwa naye mwenyekiti wa taifa Mheshimiwa Lissu, tutakuwa na makamu mwenyekiti Mheshimiwa Heche, tutakuwa na katibu mkuu pamoja na viongozi wa mabaraza wote wa kitaifa, viongozi wa Bawacha, Bavicha pamoja na Bazecha. Kwa hiyo full package ya Chadema itakuwepo mkoa wa Mbeya. Kwa hiyo binafsi kama mwenyekiti wa mkoa na timu yangu ya viongozi wenzangu hapa wa baraza la wazee pamoja na baraza la wanawake, tumekuja kutoa msisitizo kwamba tukio la tarehe 23 itakuwa ni tukio la kihistoria. Tunatamani kila mmoja awepo kwenye sehemu hiyo ya historia. Na hapa watu lazima wapate vitu kwamba kwenye uchaguzi Chadema watakwenda kusema nini kwa ajili ya uchaguzi, basi majawabu yatapatikana kwenye mkutano tarehe 23. Na hii Mbeya mjini yote, mamia ya watu kutoka Uyole, tunataka watu kutoka Isanga, huko Nonde, Ghana, watu wote kutoka Mbalizi tunataka waje Ruanda-Nzovwe. Na kama kutakuwa kuna mabadiliko ya uwanja, basi tuwajulishe, kwa sababu tunajua hali ya hewa sio rafiki. Pengine unaweza kuwa kuna shida ya maji. Bado viongozi wa jimbo kwa kushirikiana na mkoa tunaendelea kuangalia uwanja gani unaweza kuwa mzuri kwa wakati huo. Nafikiri mtatangaziwa, lakini kubwa zaidi ni kuwataka wana Mbeya wote twendeni tukaionyeshe Tanzania kwamba Mbeya ndio kitovu cha mageuzi. Kwa nini Chadema wamepanga kuzindua operation hizi mkoa wa Mbeya? Ni kwa sababu Mbeya ni ya Chadema. Sasa twende tukauoneshe umma kwamba Mbeya ni ya Chadema na wana Mbeya wako tayari kuiunga mkono Chadema na kuunga mkono mageuzi, na wana Mbeya wanataka mabadiliko. Kwa hiyo niwaombe wana Mbeya wa kutoka pande zote za Mbeya kuweza kufika kwenye viwanja vya mikutano tarehe 23. Tumebaki na siku moja ya maandalizi. Kwa hiyo walio mbali wanaweza wakaanza kujiandaa kusogea ili tarehe 23 tukutane viwanjani kwa ajili ya kuzungumza mustakabali wa taifa letu. Viongozi wote wapo na sisi viongozi wa mkoa tutakuwepo, viongozi wa kanda. Lengo ni kufikisha message kwa Watanzania, kuandaa na jambo kubwa la kuzuia uchaguzi, lakini kushiriki uchaguzi ambao utakuwa tayari una mageuzi ya kisheria na mifumo bora ya uchaguzi, ili kusudi tupate uchaguzi ulio huru na wa haki. Kwa hiyo tunawaomba Watanzania wote ambao wako ndani ya mkoa wa Mbeya waweze kufika kwenye viwanja vya mikutano ili kuweza kushiriki nasi. Maana mkutano huu hatuleti kwa ajili ya wanachadema peke yao, tunawaletea wananchi wote wa mkoa wa Mbeya. Kwa hiyo niwakaribisheni nyote, waandishi wa habari, watu wa madhehebu ya dini, watu wanaopenda kushabikia timu za mpira. Siasa ndio inaamua maisha yetu. Kwa hiyo wote tufike
tukajadili mustakabali wa taifa letu na kupata dira tunaendaje mbele kuelekea kwenye uchaguzi mkuu. Kwa sambamba na hayo yote, nimeongozana na mwenyekiti wa baraza la wazee na nimeongozana na mwenyekiti wa baraza la wanawake ambaye pia ni makamu mwenyekiti wa BAWACHA. Kwa kama kutakuwa kuna la kujazia, lakini lengo tunataka hamasa ya wanambea wote wafike kwenye viwanja vya mkutano siku ya tarehe 23 na muda tutaanza saa 7. Kuanzia saa 7 nafikiri wahutubiaji kwa kuwa ni wako wengi sana wataanza kuhutubia. Kuna viongozi wa jimbo, viongozi wa mkoa, viongozi wa kanda na viongozi wa kitaifa. Lakini ngazi zote hizi na viongozi wa mabaraza. Kwa viongozi wa mabaraza pia yote kuanzia ya kanda na taifa watakuwepo siku hiyo. Si siku ya kukosa. Kwa hiyo niwaombe sana na nyinyi waandishi wa habari msaidie kuipushi kwa kadri ambavyo mtaweza ili wananchi wapate hii message na waone umuhimu wa kushiriki mkutano wa tarehe 23. Huu ni mwaka wa uchaguzi na mwaka wa uchaguzi ndio unaoamua hatima ya maisha yetu kwa miaka 5. Kwa hiyo matukio kama haya ni matukio muhimu sana na hii heshima ambayo sisi tumeipata kama Mbeya ni heshima ya kujivunia. Na niwaambie tu wageni wote mnao taka kuungana nasi Mbeya, karibuni sana. Mbeya tumejiandaa kuwapokea, tumejiandaa na mkutano wa tarehe 23. Tuko tayari sasa kumpokea mwenyekiti pamoja na timu nzima ya makao makuu kuja Mbeya kushiriki mkutano wa tarehe 23 kwa ajili ya kuzungumza na wananchi wa mkoa wa Mbeya. Asante sana. Sasa nikaribishe pengine kama kuna maswali na baadaye kama viongozi wenzangu wataona haja ya kuzungumza, lakini muhimu leo tuliwaitia jambo moja kwa ajili ya kuwakaribisha wananchi wote wa mkoa wa Mbeya kuhudhuria mkutano wa tarehe 23. Kwanza nianze kwa operation zina tija gani kwa wananchi. Operation hizi ni maandalizi ya uchaguzi wa mwaka huu, uchaguzi mkuu tulionao wa madiwani, wabunge pamoja na rais. Na uchaguzi huu sisi Chadema tumekuwa tuna msimamo tokea mwaka jana na umekuwa ni msimamo wa chama mpaka sasa kwamba tutafanya uchaguzi kama kutakuwa kuna mageuzi ya kisheria. Lazima tuwe tuna reform ndio tuende kwenye uchaguzi. Sasa hizi reform tunazozitaka lazima tuanze sasa hivi kuzispecialize na kuelimisha wananchi. Kwa nini tunakataa kwenda kwenye uchaguzi bila kubadilisha, bila mageuzi ya kisheria? Ndio maana tunawataka wananchi waweze kufika kwa wingi kwenye mkutano wetu wa tarehe 23 kesho kutwa ili kusudi wajue Chadema wanapozungumzia no reform no election. Tunasema hakuna election without reform kwa sababu tuna uzoefu na chaguzi zilizopita. Uchaguzi wa 2020 pamoja na uchaguzi wa serikali za mtaa uliopita mwaka 2019 pamoja na huu wa juzi wa mwaka jana. Kwa hiyo tuna uzoefu na chaguzi na sisi kama vyama vya siasa ndio wadau wa uchaguzi. Kwa hiyo chama chetu kinaposema kwamba hatuwezi kwenda kwenye uchaguzi bila mageuzi ya kisheria kufanyika tunamaanisha. Na juzi tumeona msafara wa katibu mkuu unaenda kuzungumza na msajili wa vyama vya siasa. Kwa hiyo ninaamini majibu ya tunaendaje mbele yatatolewa kwenye mkutano wa tarehe 23. Na hili si tamko la Mbeya. Yaani Mbeya sisi sio kisiwa kwamba tunakuwa tuna tamko letu wakati chama chetu Tanzania nzima kinasema hivi. Kwa hiyo tamko la Chadema kwa sasa ni no reform no election. Mnaieleweje tunaendaje mbele? Njoeni tarehe 23 chama kitawajibu na tutawaambia wananchi tunaendaje kwenye uchaguzi. Lakini hatuhitaji kwenda kwenye uchaguzi tukiwa tunaenda tena kwenye uchaguzi tukijua tunaenda vile kama mbuzi wa kafara kutolewa kafara. No, tunajua namna ambavyo uchaguzi ni gharama, unagharimu pesa, unagharimu muda, lakini unagharimu na maisha ya watu. Watu wetu wengi wamepotezwa kwenye uchaguzi wa mwaka jana. Kwa hiyo tunayosema haya tunamaanisha, ndio maana tunawataka Watanzania kwa kuupa uzito mkutano huu, mamia na maelfu ya wanambea wote wakusanyike sikio ili Tanzania na CCM wapate message kwamba Chadema wameamua safari bila mageuzi ya kisheria tutakwenda kwenye uchaguzi. Kwa hiyo baada ya tarehe 23 tutajua tunaendaje, na ndio maana tumesema huu ni mwanzo wa uzinduzi wa operation ya no reform no election. Ilikuwa inazungumzwa wakati wa uchaguzi, mliweza kuisikia kwenye wakati wa uchaguzi wa ndani ya chama, lakini inazungumzwa kwenye mambo mengi, lakini kubwa zaidi ni operation hii inaanzia mkoa wa Mbeya. Kwa hiyo nataka niseme nisiweze kutafuna maneno ambayo wananchi watapewa kwenye mkutano. Wafike viongozi wetu wakuu wa chama wakiongozwa na mheshimiwa mwenyekiti ambaye ndio mgeni rasmi wa mkutano huo, Mheshimiwa Lissu, watakuwepo na wataongea na wananchi kiunaga ubaga wakiwaelekeza malengo ya hii operation yetu ambayo tunakwenda kuizindua kesho kutwa. Kwa hiyo mimi niwaombe
nyinyi nyote mfike na vyombo vyenu vya habari ili vikatusaidie kupeleka message kwa wananchi ambao hawatahudhuria mkutano, waelewe nini Chadema tunamaanisha tunaposema tutakuwa na uchaguzi bila mageuzi ya kisheria. Asante. Unaona, nimekuambia hapo kwamba kiongozi wenu alikwenda kuongea na kiongozi wa vyama vya siasa kuhusiana na hilo swala. Hii ajenda ya kupush ya mageuzi ya kisheria ya kimfumo wa uchaguzi ni ajenda ambayo imebebwa na chama kote. Sasa hii ajenda tunaendelea kuifikisha kwenye makundi mengine. Ndio maana umeweza kuona viongozi wetu wakuu wameenda kwa msajili, lakini hapo nyuma wamezungumza na vyama rafiki. Bado tunahitaji sasa kuifikisha kwa wananchi ambao ndio wahusika wakubwa wa uchaguzi. Maana uchaguzi unawahusu wananchi na wananchi ndio wana maslahi na uchaguzi na ndio watu wanaoumia. Kwa hiyo tunataka hii ajenda ishuke chini wakati tunaendelea kuipush. Ukumbuke bado mpaka sasa hivi tume haijasema kwamba iko tayari kukubaliana na hizi reforms zifanyike. Unanielewa? Kwa lazima tupush. Kwa tunataka makundi yote au asasi zote za kiraia zikiipush hii ajenda ifanikiwe ili hizo reforms zifanyike kabla ya uchaguzi wa Oktoba. Ndio maana sasa tunawapelekea wenye uchaguzi ambao ni wananchi, ambao ndio washiriki wa uchaguzi, ndio wapiga kura, ndio wanaoenda kugombea nafasi za uongozi, sio sisi viongozi wa Chadema. Hao waielewe nini maana ya no reform no election, ili tunapokwenda kwenye uchaguzi hao wakielewa maana yake watapata picha ya nini ambacho tunakizungumzia na wataisukuma hii ajenda kwa nguvu ya uchaguzi. Nataka kutumia platform hii kuwajibu CCM wazee pamoja na mwenezi wao Magire. Nilikuwa sipo, amezungumza mengi kwamba CCM imetamaraki Mbeya, hakuna chama chochote ambacho kinaweza kuwazuia kupata ushindi mkubwa kwenye uchaguzi unaokuja. Niwaambie tu ukweli, labda chama kilikuwa kinajitafakari na slogan gani kitoke nayo. Safari hii niwe mkweli, CCM ninyi hamna chama bila serikali au jeshi la polisi kuwasaidia. Kwa hiyo kama mwenezi wa CCM wa mkoa ulikuwa unazungumza kuwafurahisha wazee ambao nao wazee wa Chama cha Mapinduzi wa muda mrefu tunawafahamu, wakina mzee Mwakibete, si Mwamburukutu nani, kwa umri walio nao wanapelekwa kushoto, wanapelekwa kulia, sawa, kwa sababu umri sasa ni wa kusakatonge tu, hawajisimamii vizuri. Chadema tunakuja. Chadema ile 2010 sasa ndio mnaanza kuiona baada ya mkutano wa kesho kutwa wa Kamanda Lissu pamoja na crew nzima ya taifa. Kwa niwaambie Chama cha Mapinduzi mkoani hapa hampo. Sisi ninyi ni wepesi kama tishu, na kama hamuamini safari hii tunalala na ninyi ulalo, tutachinja ng'ombe kadri atakapopiga magoti. Akilala kibla tunaye, akilala chali tunaye. Mtaiona Chadema ambayo inaenda kufanya umoja wa hali ya juu sana, kwa sababu nyinyi mlitegemea kuvurugana kwa Chadema muingie kati na kujimarisha kwa kutumia polisi na magereza mpaka JKT. Sisi mkoa wa Mbeya hampo. Mtiti mliouona 2015 wa ubunge Rungwe, barabara hazipitiki, ndio huu safari mnaenda kukutana nao. Kama ndio taranta ya kwenda kuzungumza na wananchi kuwaambia msipige kura, mkapige kura ya nini? Kama binamu yako hatarudi, hana uhakika wa kurudi nyumbani. Kama shemeji yako hana uhakika wa kurudi nyumbani. Safari hii tunaenda kuwaeleza wananchi hawataenda kupiga kura. Si tu kwa kuwaibia vipiga kura, no, hawataenda kupiga kura. Kwa sababu siku ya kupiga kura ndio siku ya mtiti nchi nzima. Sasa sielewi mtapigaje kura. Sielewi Chama cha Mapinduzi hata nchi wahisani mtaishi nazo vipi. Na ndio maana juzi kati hapa namuona waziri mmoja anataka kukaribisha wahisani ambao wanaanza kutengeneza ARV, dawa za ukimwi, kwa sababu Trump amesema mnataka niwasaidie ninyi wakati nchini kwenu hamna demokrasia. Yeye ana haso, Trump anayetaka kuwapa dawa za ukimwi ana haso kwenye uchaguzi halali, anapiga zaidi ya mikutano 120, na kwenye chama chake cha Republican anaenda kushiriki kura za maoni. Ninyi huku mnaenda urojo. Hakuna Chama cha Mapinduzi mkafanya
ushindani ndani ya chama chenu mkaringanisha na Chadema kama tulivyoionyesha dunia. Kwa hiyo tunataka tuseme, ndugu zangu wa Tanzania, si ninyi mtaka kila barabara ziharibike, kila maeneo yaharibike ndio mkubaliane kukaa meza moja kwenda kurekebisha sheria za uchaguzi na kuondoa vipengele vya katiba vyenye mapungufu ili kuturuhusu tuwe na uchaguzi huru na haki. Safari hii Chadema hii ya safari hii mtatuua wote barabarani, lakini lazima mkubali kukaa. Na hata hao mnaowaomba misaada wanafanya chaguzi za huru na haki. Itakuwaje ninyi mnakula bila kunawa? Wasira sasa ndo utayapata majibu. Tunafungua kesho kutwa, ndo tunanyoka na wewe mzee. Sasa ndo utajijua kwamba kweli wamekupakazia hilo mfupa. Umri wako hakuweza kukimbizana na Chadema sasa hivi. Kwa hiyo haya ndio yangu. Nitaka tu kuambia wazee kwamba mlitamba, sisi hatukuwepo, mkawa mnazungumza kwamba ninyi ni chama kikubwa. Chama kikubwa kwa sababu nyuma yenu kuna bunduki za polisi ambazo ni kodi zetu. Kuna magereza mmeacha kulinda wafungwa, mmeanza kuingia kwenye masuala ya uchaguzi. Kwenye vituo mnashinda sana huko. Kwa hiyo haya ndio ya kwangu. Nitaka tu nizungumze kwamba sasa hivi tutaenda na ninyi CCM kiulalo ulalo. Kama mazadukayo yanawadanganya, ninyi mmekuwa kina Nebukadreza, Mene, Tekeri na Peresi. Utawala wenu umefitinika safari hii, na ninyi muonde uchungu wa kwa wapinzani. Asante sana, ndo haya ya kwangu. Asante sana. Kwa ni mwenyekiti wa baraza la wazee, tumsikize na mwenyekiti wa kina mama. Habari kwa fursa hii, lakini pia nisiwe na maneno mengi sana ya kuzungumza. Mimi niombe tu kitu kimoja kwamba sisi Chadema tumeshajiandaa. Baraza la wanawake pia mkoa wa Mbeya tumeshajiandaa kwa ajili ya ujio wa mwenyekiti pamoja na timu nzima. Lakini pia nitoe rai kwa mbunge wa Mbeya mjini Dr. Tulia Ackson kwamba kile anachoenda kujaribu tarehe 23 kutaka kuharibu mkutano wa mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu hatafanikiwa. Nasema hivi na maanisha, hakuna siku ambayo Chadema tunafanya mikutano ambayo yeye hawezi kuweka mkutano pembeni. Dhamira yake tunaijua, nia yake tunaijua. Siku hiyo ya tarehe 23 ndipo ataona nguvu ya Chadema. Tarehe 23 ataona wana Mbeya wana msimamo gani, wanataka nini. Hiyo tamasha lake aliyoandaa kugawa nguo ni bora asitishe mara moja, kwa sababu atapata aibu. Wananchi wote tunawakaribisha kuelekea viwanja vya Rwanda Nzovu kwa ajili ya kwenda kumsikiliza mheshimiwa mwenyekiti ambaye ni Tundu Lissu, na watu wengi wana hamu ya kumsikiliza. Tunaomba wananchi wote wapenda haki, wapenda mabadiliko, karibuni sana viwanja vya Rwanda Nzovu, na wanawake wote tunawakaribisha siku hiyo. Asanteni sana ndugu waandishi wa habari.